utapata nafasi ya kumfahamu ni nani, lakini pia anahusika na nini hapa katika event hii, na atakwenda kutuambia mambo mengi mazuri na makubwa ambayo yanaendelea hapa. Mheshimiwa, karibu sana. Nashukuru. Habari ya majukumu. Hongereni sana kwa event kubwa na nzuri ambayo mmefanya. Kwenda bila pale. Hongereni sana. Kwa utambulisho ambaye amepata nafasi ya kufahamu kwa mara ya kwanza. Mimi naitwa Dennis Musa, ni mkurugenzi mtendaji wa Africa Research Institute for AI. Hii ni taasisi ya tafiti katika akili unde. Lakini pia ni rais wa Finland ambaye ndiye mwandaaji wa interface. Hongereni sana. Kwa hakika imefana, wafanya biashara wengi kubwa wamefika na tumepata nafasi ya kutoka kibanda kuzungumza na kila mmoja. Tunaona shauku yake jinsi ambavyo ikiwa ni edition ya 6 ile ya kwanza ya pili, tumeona watu ambao wameona mabadiliko ya uwekezaji wa. Hongereni sana. Kwa mtu ambaye anapata nafasi ya kufika edition ya 6, lakini natamani kufahamu historia fupi ilivyokuwa ilianza mpaka imefika hii edition ya 6. Tafadhali tupitishe hapo kwenye hiyo historia. Asante. Kwanza ni vitu ambavyo tunaona vinakuja kwa mteja katika nchi zingine huko hapa kwetu. Shauku yetu kubwa ilikuwa ni kuona kwamba sisi kama nchi tunakuwa na tukio la aina hii, kwa sababu hatujapo watu wanajifunza, lakini tunapata connect watu kwa maana ya kufahamiana watu kutoka sehemu mbalimbali, lakini kujua pia wanafanya nini na taasisi zao wanazotoka ama taasisi kutoka zinajishughulisha, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa unahitaji kitu fulani lakini hujui ni sehemu gani unaweza kupata hiki, lakini kwenye events kama ya ndipo tunapoweza kupata masuala hayo, lakini pia hata decision makers wale watu wa maamuzi pia tunapata kukutana nao na wanapata kusikia pia changamoto ambazo jamii wanakutana nazo, majukumu yao ya kila siku yanayohusiana sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni shughuli kubwa kuona pia tunaweza kufanya matukio haya. Tulianza kwa changamoto nyingi na hapa na pale. Kwanza utayari kwa changamoto, tayari kwa maana ya kwamba kutoka pia kwa maamuzi, lakini pia kwa watu binafsi sasa ndio, lakini pia tunapoandaa kitu kama hii lazima upate dhamini. Ndani unaweza kuona zaidi ya watu kutoka nchi mbalimbali, sio Tanzania. Tulianza katika regional level, ilikuwa kupata washiriki kutoka labda Dar es Salaam, lakini ikaenda ikawa ni Tanzania nzima. Imekwenda kwa sababu tunapata watu kutoka nchi ya Afrika. Sasa hivi wametoka kutoka mataifa mbalimbali, watu wametoka nchi mbalimbali, kutoka Russia. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo hii sasa ni net impact sio tu katika local level, sio tu katika regional level, lakini pia katika global. Asante sana. Na unafikiri katika yote ambayo yameweza kufanyika kwa edition ya mara hii, naamini mafanikio ni mengi sana ambayo tunaweza kupata kama ambavyo tunazungumza kwa uchache hapa, lakini nafikiri changamoto ilikuwa ni nini mara kwa mara kama kiongozi wengi nini imekuwa ni changamoto kwa Tanzania kuandaa edition kubwa kama hii? Changamoto zipo, nitarudi upande kwanza wa wadhamini. Changamoto ambayo kwa mahala ambapo tunashiriki hili ilikuwa ni swala ambalo tunahitaji kubwa sana, sababu ukiangalia kwa wenzetu inafika mahala kwamba sasa wale ambao ni wadhamini respective sponsor wao ndio wanatafuta matukio ya kuweza kwenda kudhamini, lakini sisi tunataka kutumia nguvu na umshawishi yule mdhamini na wewe. Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Lakini changamoto nyingine labda ni ushirikiano wa karibu kati ya sisi labda na hawa legislator au decision maker au vyombo vingine
serikali. Kwa hiyo tunashirikiana nao, lakini wakati mwingine tunachukua muda kuweza kufanya yale mawasiliano na kuweza kushirikiana nao katika kufanya. Lakini wakati mwingine pia changamoto zile ambazo sasa tunakuwa discuss zetu, maana yake way forward inatakiwa kwa implemented, yani kufanyiwa kazi ile changamoto ili kuweza kupata solution. Sasa inachukua muda kufanya kazi yale ambayo tunakuwa tumeshauri ya kufanya kazi kwa ajili sasa ya kuweka mazingira bora sana. Kwa hiyo inapochukua muda then ukaja kwenye kituo kingine mwaka mwingine unajikuta unarudi tena kujadili changamoto hizo zilizojadili kwa pamoja. Lakini kama leo hii tutatoa ushauri kwamba maeneo gani ya boresho na nini kifanyike na yakafanywa kazi, maana yake mwaka ujao tunakuja na kitu kingine. Lakini changamoto nyingine ni kwa mfano kama hizi startups, taasisi ambazo bado ni ndogo zinajenga kujaribu kukua na zinatoa mchango mkubwa pia katika industry ya financial, lakini unakuta sasa recognition yake ni changamoto, kwa maana ya kwamba kuweza waamini kwamba wanaweza na kuwashirikisha katika changamoto uweze kuwa kuamini na kutambua nao faida inaweza isipatikane kutokana na kuandaa tukio kama hili, kwa maana kwamba labda umepata sponsors wa kutosha ndio ukapata hela moja kishabana. Sisi hatuangalie hilo, ndio maana tuko tayari hata kutumia gharama zetu wenyewe sisi kama board member kama taasisi nyingine ambazo tunashirikiana nao, tunaweza tukaamua kuingia mifuko yao sisi wenyewe kuhakikisha tunafanikisha tukio kama hili. Kwa nini? Kwa sababu tukiangalia kwanza ni network ambayo tunaitengeneza pale, database ya contacts ambazo tunaziaccumulate kutokana na event kama hii. Mimi leo hii ninapokuwa na contact na baadhi kwa mfano hao au leo hii ninapokuja hapa nikajidadavua zile activities tunazofanya, maana yake inaweza ikawa ni namna moja ama nyingine ya kupata nini, ya kupata clients, wateja kwa baadaye wakaweza kuhitaji huduma ninazozitoa na then eventually ninapata kupitia njia hiyo, lakini nimejitolea kupitia njia hiyo. Kwa hiyo kama hivyo. Lakini kitu kingine, kwa mfano nakumbuka event ya mwaka jana binafsi nilikutana na nilikuwa natafuta solution fulani kwa ajili ya financial institution, lakini nikawa napata wakati mgumu kuweza kujua sababu gani nzuri ambayo naweza kushirikiana nayo kwa ajili ya kuweza kuwa na mfumo ule. Lakini kupitia event hizi nilikutana na kampuni hapa kutoka India, then baadaye wakanialika kwao India kwa gharama zao ili niweze kwenda kuangalia kitu wanachofanya na product zao na wanafanya kazi katika fedha. Kwa hiyo nikakaa kule wiki nzima, maana yake tukasaini na partnership ya kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo nilivyorudi nilikuwa nikifanya mambo kwa kushirikiana na kampuni. Kwa hiyo hizo ndio baadhi ya faida ambazo mtu mwingine anaweza asizione, tunasema ni indirect benefits, lakini ambayo inaweza kuwa na impact kubwa kuliko vile ambazo tunatakiwa kuwa na jicho la tatu. Unaona wapi maonyesho haya kwa miaka ijayo? Kwa Tanzania kwanza tunaanza, pili tunapoendelea tunapata changamoto na tunajifunza, tunakuwa. Lakini kwa miaka inayokuja unaona wapi maonyesho haya sasa kwa nchi yetu? Mimi kwa kweli ninachokiona tunakwenda mbali zaidi, tunakwenda kuleta impact kubwa zaidi, na given the fact kwamba hata sisi wote ambao ni taasisi kama mimi apart from being a president wa society, lakini nimekwambia ni director wa African Research Institute AI. Maana yake sisi ni wataalamu kwenye akili unde. Dunia sasa hivi huwezi kuzungumza chochote kisichohusisha akili unde au akili mnemba, wengi wanaelewa hivyo. Kwa hiyo the fact sisi tunakwenda sasa kufanya integration ya vitu viwili. Hapo una financial technology, hapa una artificial intelligence. Maana yake impact inakwenda kuwa zaidi,
watu watahitaji kusikia zaidi na kutaka kujua zaidi masuala haya. Ninaona kwamba tunaelekea sasa mbeleni kuwa na event kubwa, pengine hata ukumbi huu usitoshe kuweza kwa accommodate aina ya watu tutakaokuwa nao. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake sasa tunapenda hata kufanya kwenye viwanja vya mipira au sijui Arusha kwa mpya unajenga. Inawezekana pia sisi tunakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa ambao tunafanya hiyo. Nadhani wao watakuwa ni shuhuda. Umeona hata nje mpaka sasa hivi ni saa 7 lakini watu bado wako yani. Kwa hiyo uhitaji kusema kwamba labda ni story ya kuandisiwa, hapana, ni iko live na inaonekana. Na umegusia neno hapo ni hii inakuja pia wakati mwingine kuwa kama natisho na sababu hii inakuja kufanya kazi ambazo binadamu anaweza kufanya tena wakati mwingine kwa ubora zaidi. Kwa wale watu ambao wamekuwa wakihofia kwamba tunapokuja kuendelea hii teknolojia hii ya kubadilisha kazi zetu, unaweza kuambia ni kwa mimi ninachoweza kusema? Nashukuru sana kwa kuuliza swali hilo. Watu wasiogope, msiogope kabisa. Tena na nyie kama media industry natakiwa kuendelea kushirikiana na sisi kuweza kueneza elimu juu ya masuala ya akili. Watu wasiogope kwa sababu kwanza kabla sijasahau tunaandaa mkutano mwingine sasa kama Arifa ni African Research Institute AI tarehe 27 na 28 mwezi wa 8. Tutakuwa na conference inaitwa International Conference on AI and Future of Work. Kwa hiyo tunaongelea future of work, ndio kitu tunachokiongelea zaidi, watu kuwa na hofu ya kuongeza kazi zao, na itafanyikia hapo New Africa Hotel 4 Points Special. Kwa hiyo huo mkutano pia watu wajisajili waje wasikilize hizi hofu zao zitaondolewa pale kwa kuweza kuelewa, kwa sababu tunakutana na wataalamu pia mbalimbali kutoka we have speakers kutoka sehemu mbalimbali duniani ndio kuzungumza kuhusiana na swala hili. Hatutakiwi kuiogopa, bali tunatakiwa kuiishi. Kila mmoja pale alipo kwa eneo lake, kwa taaluma yake alionayo, ajitahidi kujua namna ambavyo akili unde inaweza kumsaidia ili kuweza kuboresha zaidi kazi yake. Kwa hiyo huyu atakayekubali, atakayekuwa na hiyo readiness, hatokaa akapoteza kazi yake. Lakini yule ambaye hatakuwa tayari akafikiria kwamba kazi yake itachukuliwa na hana utayari wa kuijua akili unde, basi amekwisha. So we either embrace it or we perish. Sasa na hapo tukiwa kingoni kabisa, tunahitimisha nini ambacho unachotaka kuzungumza kwa wafanyabiashara na CEO ambao wanakuwa wakifanya kazi na wanapata taarifa hizo, wengine walikuwa wakiogopa kwamba tutasikia venue watu hapo mambo expensive sana na nini ambacho tunawatia moyo kwamba katika biashara na utafutaji wanatakiwa wewe na sisi tunawakaribisha waje kadri wanavyoweza, waagize hapa subordinates wao waje waweze kushiriki. Kama umeona ni free of charge, kwa hiyo waje washiriki, wajifunze, wa connect, sio basi. Lakini pia kitu kingine cha msingi kabisa ambacho ningependa kukieleza ni kwamba wale wote ambao wako kwenye financial technology ecosystem wajitahidi kujiunga na taasisi yetu Fintech Society of Tanzania. Sasa hivi tuna offer free membership. Kwa hiyo wajitahidi waje wawe members wa hiyo taasisi. Faida ni nyingi kabisa, kwa sababu baadaye lazima tutakuja kuinject fees kwa ajili ya kuweza kuwa member. Kwa hiyo wakati huu ambao ni kuna free membership, basi waje kadri wawezavyo tuweze kushirikiana kwa pamoja na tuweze kupeleka nchi yetu mahali. Nashukuru sana kwa wakati wako. Asante sana.